Maboys. Kwa nini? Unajua vijana kuna tofauti ya vijana na wasichana. Kwa wakati wa kutafuta hela. Unajua wanaume wanakuwa active, si kama vijana wanakuwa opportunity. Wasichana wenyewe si wengi wanafahamu kama so kwa wanaume kuna hiyo struggle kila mwanaume. Wanawake wanakuwa ile chance. Kuna vile tu wa society tu inapatia wanawake hiyo some money au body depression kama wanaume kama fight kutafuta pesa anachukulia gari yeye lazy kwa yaani but mwanamke unaweza sema tu ataelewa na maybe yani mwanamke anacheza na zamka kwa hiyo but mwanaume lazima struggle Ajitone. Kuna shortcut. Ndio nimesikia boy lakini naona hapo kuna kweli. Serikali tu wanasema na kuna jambo la kufanya. Tena wenyewe walitengeneza zao wao lakini siona serikali. Yule mwanangu msema ya ndio kuna tofauti. Lakini si tofauti kubwa. Juu wote kuna wale wamesoma na wajasoma wakafika mbali. Wewe mwanamume wanapambana na utendaje ndio hivyo shida ipo, lakini wale waliosoma wana at least better or better place wanaweza pata ajira nzuri kushinda wale wenye waliosoma. Tatizo kubwa kwa Kenya transition unapata tukimaliza kama wanasema after primary kwenda secondary school watu wengi wanabaki kutoka secondary school na pande nyingine unapata hizo kama wale naonya overcrowded so maybe kazi skills but sasa wenye skills pamoja na wale wana skills wanapata kazi na kupungua sana. Maybe kazi zingine tu zinataka tu wazitakiwe skills sana but wale wanasoma hawana ajira hiyo kufanya so kama ni wasted yani at least serikali inapaswa kufanya wale wamesoma wamemaliza degrees diplomas wanachukua wanapeleka mbele then wale walio chini wanapatiwa kweli kwa wanapatia at least some way yani kwa empowered kama ni ita walichukue biashara ama ni loans za kuwapatia kwa masomo at least kama ni especially kwa saidi watu wengi sana wana basic ya boda boda wana hiyo kazi ile boda boda ina kwa yao pia hiyo ikapiki kwa muda mrefu na so at least serikali wabadilishe tengeneza more industries kwa hiyo kwa mfano ya industries capital access vitu at least kama hivyo. At least you know tunafaa tu need to invest sana hapo juu sisi kuna nchi kubwa chetu ni barabara and those different parts we can grow different items from those different parts ndio yeah but naona corruption zile parts zinaweza fanya agriculture wanapanda plantations kahawa nini na tu nje unaona hazitufaidishe sisi wenyewe direct but kwa at least panda kama ni groceries napata tu within almost zote kwa at least cost kwa transport kama hiyo but sasa tunasema Tanzania Uganda na wategemeao kwa groceries. Sasa unaona hata biashara zenyewe za chain
Usichoke kupambana. Hata kama serikali tuunge mkono, wazazi wetu pia walikosea tu. Usichoke. Mungu bado yuko kupambana.